Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya taarifa ambayo na kusogezea hapa bwana, tunafahamu kwamba ligi pamoja na ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika imesimama kupisha michuano ya AFCON ambayo inaendelea kulindima kule nchini Morocco. Sasa moja kati ya taarifa ambayo na kusogezea bwana, ni shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF limechukua hatua kali dhidi ya AS FAR Rabat kutoka Morocco baada ya matukio ya vurugu yaliyotokea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahly kutoka kule nchini Misri. Bwana, kwa mujibu wa uamuzi huo, AS FAR Rabat italazimika kucheza mechi mbili zijazo za nyumbani bila uwepo wa mashabiki, hali itakayoathiri klabu hiyo katika harakati zake za kimataifa. Na moja kati ya michezo ambayo AS FAR Rabat itacheza pasipokuwa na mashabiki ni pamoja na mchezo dhidi ya JS Kabylie, lakini pia dhidi ya Yanga. Kwa hiyo michezo miwili ni michezo ambayo AS FAR Rabat watacheza pasipokuwa na mashabiki. Sambamba na adhabu hiyo, CAF imeitoza AS FAR Rabat faini ya dola 100,000 sawa na zaidi ya shilingi milioni 246 za Kitanzania kutokana na ukiukwaji wa kanuni za usalama na mwenendo wa mashabiki. Bwana, faini hizo zimegawanyika kama ifuatavyo: dola 20,000 wamepigwa kwa sababu ya matumizi ya taa za lesa, lakini dola 15,000 wamepigwa kwa sababu ya kurushwa kwa chupa za maji, na dola 15,000 wamepigwa kwa sababu ya Ball Boys kuchelewesha mchezo kwa kuficha mipira, na dola 50,000 wamepigwa kwa kurushwa kwa kitu chenye ncha kali uwanjani. Bwana, AS FAR Rabat imepewa muda wa siku 60 kukamilisha malipo ya faini hizo kama ilivyoelekezwa na CAF. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kusogezee. Na hii inakuwa ina maana gani pengine kwa vile vilabu ambavyo vinakwenda kucheza na AS FAR Rabat pasipokuwa na mashabiki? Tunafahamu kwamba silaha kubwa sana ya AS FAR Rabat Morocco bwana ni mashabiki. Moja kati ya mashabiki ambao huwa wanashangilia pasipo kuchoka na wanashangilia kwa kelele kubwa na kwa staili ya aina yake, basi ni mashabiki wa AS FAR Rabat, na ni moja kati ya silaha kubwa ya wao kuweza kupata ushindi. Tulishuhudia kwenye ule mchezo dhidi ya Al Ahly ambao umesababisha hizi fine. Ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu. AS FAR Rabat mchezo ambao ulitamatika kwa sare, lakini goli ambalo walipata AS FAR Rabat liliongeza morali kwa mashabiki ambao waliendelea kupiga na kupaza sauti, lakini mwisho wa siku Al Ahly walikuja kusawazisha, lakini haikuwa rahisi kwa Al Ahly kuweza kupata alama moja ugenini kwa sababu ya lile vibe la mashabiki wa klabu ya AS FAR Rabat, lakini pia kutokana na nguvu kubwa ambayo walikuwa wanapewa AS FAR Rabat na mashabiki wao. Kwa hiyo moja kati ya silaha kubwa sana ya AS FAR Rabat ni mashabiki wao pindi wanapokuwa nyumbani. Kwa hiyo kucheza michezo miwili pasipokuwa na mashabiki huenda ikaathiri kwa namna moja ama nyingine ile morali ya wachezaji, kwa sababu watakuwa wanacheza kimya kimya pasipokuwa na mashabiki ambao watakuwa wanapaza sauti. Kwa hiyo bwana, CAF wameifungia FAR Rabat kuingiza mashabiki kwenye mechi mbili dhidi ya Kabylie pamoja na Yanga kutokana na vurugu walizofanya dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo Yanga bwana wanapata ahueni, pengine unaweza ukasema hivyo, kwa sababu ukitazama kundi mpaka sasa Al Ahly wao wana pointi 4 sawa na Yanga, lakini utofauti ni wa magoli ya kufungwa na kufunga. Lakini AS FAR Rabat pamoja na JS Kabylie nao pia wana pointi moja. Sasa nguvu kubwa ama alama ambayo FAR Rabat walikuwa wanategemea ni alama ya nyumbani, kwa maana ya michezo ile ya nyumbani ambayo watacheza na Yanga na Kabylie. Sasa pengine huenda ile morali ama
ile nafasi ya kuzipata hizo alama tatu ikapungua kwa sababu watacheza pasipokuwa na mashabiki. Lakini lolote linatokea, mpira ni mchezo wa mipango. Kwa hiyo kama watapanga mipango yao vizuri, huenda pia wakaokota alama zote kwenye hiyo michezo miwili ya nyumbani. Lakini kufungiwa kwa timu hiyo kuingiza mashabiki ni moja kati ya jambo ambalo linakwenda kuiathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Waarabu hao wa Morocco kwa adhabu hiyo sasa watalazimika kucheza mechi zao mbili za nyumbani bila mashabiki watakapokutana na JS Kabylie ya Algeria Januari 30 mwakani na ile ya Yanga ya Februari 6. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo mimi nimeona ni kusogezee uweze kuifahamu wakati tukiwa kwenye mapumziko ya kusubiri kile kinachoendelea kule Morocco, kwa maana ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi. Mara baada ya kutamatika, basi vilabu vitarejea mzigoni na kuanza kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ya kimataifa. Sasa wakati huo vinajiandaa bwana, AS FAR Rabat itabidi wacheze michezo hiyo miwili pasipokuwa na mashabiki. Moja kati ya taarifa ambayo ni njema kwa klabu ya Yanga pamoja na JS Kabylie ambao pengine hawatopata ule usumbufu ambao wangeupata pindi ambapo mechi hiyo ingechezwa na mashabiki. Lakini pia tunasubiria kila ambacho kilitokea kwenye mchezo Yanga dhidi ya JS Kabylie kutoka Algeria. Tulishuhudia lile tukio ambalo Yanga waliweza kufanyiwa, nao pia walirushiwa chupa na mambo mengine ambayo yaliweza kutokea kwenye ule mchezo. Kwa hiyo pia CAF huenda wakaa kwenye uchunguzi wa kutazama lile tukio dhidi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. Kwa hiyo pia tusubiri tukae kwa kutulia kuona pengine CAF atakuja na maamuzi gani, kama ambavyo wameweza kuchukua hatua kwa AS FAR Rabat mara baada ya mashabiki kuweza kurusha chupa, kuweza kurusha vitu vyenye ncha kali na kuweza kufanya matukio ambayo sio ya kiara michezo, na CAF kuweza kuchukua hatua. Pengine huenda pia CAF wakachukua hatua kwa lile tukio ambalo lilitokea kule Algeria, Yanga dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bila kufungana. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo mimi nimeona nikusogezee, CAF wakichukua hatua kwa kuweza kuifungia AS FAR Rabat michezo miwili kuingiza bila mashabiki baada ya zile vurugu ambazo waliweza kuzifanya dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao ulisimama kwa muda baada ya zile vurugu, fataki na nini, kila kitu ambacho walikifanya ambacho kiliweza kuhatarisha ule mchezo. Bwana CAF wameweza kukibaini na kuweza kuchukua hatua na wakiishushia rungu kwa kuweza kuipiga faini ya dola 100,000 sawa na shilingi milioni 247 za Kitanzania. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee, lakini hii ni taarifa njema kwa JS Kabylie pamoja na Yanga ambao watakwenda kucheza dhidi ya AS FAR Rabat ugenini wakiwa na faida ya kucheza pasipokuwa na mashabiki. Kwa hiyo tunasubiria kuona pia nini ambacho CAF atakuja nacho kwenye michezo mingine ambayo imeonekana kuwa na vurugu. Kama ambavyo wameweza kuchukua hatua kwa AS FAR Rabat, basi huenda pia tukategemea maamuzi mengine kwa michezo mingine ambayo iliweza kuchezwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.